Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi inadai kukabiliwa na vita ambavyo havijatangazwa vilivyoanzishwa na mataifa 50 hadi 56. Maafisa wa Urusi wanakabiliana na vita ambavyo kimsingi bado havijatangazwa ambavyo vimeanzishwa na mataifa 56 yanayotaka kuleta uharibifu kupitia operesheni za siri. Hii ni kauli iliyotolewa na Sergei Shoigu, katibu wa Baraza la Usalama la Urusi, ambaye ameonya mnamo siku ya jana Jumanne. Kwa kweli mfumo mkubwa wa zaidi ya mataifa 50 hadi 56 kuwa sawa unatumia uzoefu mzima wa huduma zao maalum katika kufanya hujuma na mashambulizi ya kigaidi dhidi ya miundombinu muhimu ili kulenga taifa letu. Waziri huyo wa zamani wa ulinzi ambaye kwa sasa ni katibu wa Baraza la Usalama alisema, akielezea sanduku la zana za biashara za magharibi kama zilizopanuliwa. Idadi ya uharibifu unaohusiana na ugaidi nchini Urusi imezidi kuongezeka kwa 40% mwaka hadi mwaka. Katika kipindi cha mwaka 2025, Shoigu alisema, akiashiria operesheni ya Ukraine kama chanzo kikuu cha kukosekana kwa utulivu. Uhalifu kama huo mara nyingi huchochewa kwa mbali kupitia vita vya habari vinavyolenga watu wa Urusi. Alisema, akiongeza kuwa watu wanalazimishwa kutumikia maslahi ya Kiev kupitia motisha ya kifedha au propaganda za kiitikadi. Wakati huo vikosi vya Ukraine vimeongeza mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya Urusi. Afisa huyo mkuu wa Urusi Shoigu alisema, akisisitiza kwamba mienendo ya maendeleo ya mifumo ya silaha, kimsingi mifumo ya ndege zisizokuwa na rubani, uboreshaji wa uwekaji wao, inamaanisha kwamba hakuna eneo nchini Urusi linaweza kujisikia salama. Mzozo wa Mashariki ya Kati pia unatoa changamoto mpya kwa Urusi, kulingana na Shoigu, ambaye alitoa wito kwa maafisa wa usalama kubaki uangalifu zaidi, kwani kupunguza vitisho na kulegea kwa udhaifu kunaweza kusababisha janga. Huduma ya usalama ya shirikisho la Urusi FSB huripoti mara kwa mara kuzuia hujuma za Ukraine na njama zinazolengwa za mauaji. Katika baadhi ya matukio, wahudumu wa Ukraine wanadaiwa kubuni mashambulizi kwa njia zilizokusudiwa kumuua mhalifu. Huduma maalum za Ukraine pia zinasemekana kutumia mbinu zilizokopwa kutoka kwa walaghai wa mtandaoni kuwalenga Warusi wasiokuwa na hatia, lakini pia waliokuwa hatarini, kuiba pesa kisha kutoa ahadi za uongo za kurejesha pesa baada ya kushiriki katika vitendo vya uhalifu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya Urusi. Ni waziri wa zamani wa ulinzi, lakini kwa sasa akiwa kama katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi, Sergei Shoigu, akizungumzia namna ambavyo taifa lao linakumbwa na vita vya chini kwa chini ambavyo zaidi ya mataifa 50 hadi 56 yanapambana nayo. Ni vita vya kisaikolojia, ni vita vya propaganda, lakini pia wakati mwingine vita vya kuwaingiza watu kutumia mitutu na kuwa viongozi wa kijeshi katika taifa hilo la Urusi. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri duniani.